Yes, mambo vipi? Luther Genius here, na hii ni The Mixing Hub, na hili ni somo letu la 3. Leo tunaenda kuangalia kitu kinaitwa gain staging. Gain staging, unaelewa nini ukisikia gain staging? Umeshawahi kusikia gain staging? Sasa kama kuna hatua muhimu kwenye mixing, basi hii ni moja kati ya hatua muhimu zaidi unapokuja kwenye swala zima la mixing. Sawa, kwa hiyo ngoja leo tuangalie vizuri gain staging. Tutaisoma hivi vitu kwa vitendo. Hapa najaribu kukupa mwangaza ili tukiingia rasmi kwenye program usipate shida. Sawa. Sasa gain stage ni nini? Gain stage ni nini? Sasa wanasema kwamba gain stage ni hatua ya kudhibiti viwango vya sauti au levels kuanzia chanzo mpaka mixing. Ni hatua ya kudhibiti viwango vya sauti au levels kuanzia chanzo mpaka mixing. Na hii huhakikisha hakuna clipping au kupasuka kwa sauti, husaidia kupunguza noise na kupata audio safi, huweka msingi imara kwa hatua zinazofuata kama vile EQ, compression na FX. Sawa. Sasa kwa nini gain stage ni muhimu? Kwa nini tunafanya gain stage? Kuna mtu anaweza kauliza ni kwa nini tunafanya. Kitu cha kwanza, tunafanya kwa ajili ya kuzuia distortion kabla haijafikia kwenye mixing. Yaani tunahakikisha kwamba project yetu haina distortion tunapoelekea kuanza kufanya mixing. Okay? Kutoa headroom ya kutosha kwa wimbo. Headroom ni nafasi ya kufanyia mixing kiusalama, ndo tunaita headroom. Kwa gain stage inatoa headroom ya kutosha kwenye wimbo. Sio, tunaelewana? Lakini pia kupunguza mzigo wa plugin ili zifanye kazi kwa usahihi. Yaani usitegemee sana plugin zikafanya kazi nzito. Kwa hapa tunapunguza mzigo kwa plugin. Sio, tunaelewana? Lakini pia tunaongeza clarity, separation na dynamics za wimbo, lakini pia kufanya wimbo usikike kitaalamu tangu hatua za mwanzo. Sio, tumeelewana? Hiyo ndo sababu tunafanya gain staging. Na zipi ni levels sahihi sasa za gain staging? Levels sahihi za gain staging. Lengo kuu kuwa na headroom ya -10 dBFS hadi -6 dBFS kwenye master. Kwenye ile master track yetu tunatakiwa tupate headroom hii hapa ya -10 dBFS mpaka -6 dBFS. Nadhani tunaelewana. Sasa viwango ambavyo vinapendekezwa ni hivi hapa. Vocals -18 dBFS hadi -12 dBFS. Melodies, keys, zile gitaa na vitu vingine, vyombo vingine vile tunatakiwa tupate, inapendekezwa kuanzia -20 dBFS mpaka -14 dBFS, na tupate headroom hiyo. Nadhani tunaelewana. Kick and bass hii tunatakiwa tupate -12 dBFS mpaka -8 dBFS. Nadhani tunaelewana. Na kwenye master output yetu, ile master fader pale kwenye master bass, inabidi pale tusiruhusu kupanda zaidi ya -6 dB kabla ya mastering. Yaani umeshafanya mixing, kila kitu umemaliza, kwenye ile master yako pale inabidi yani mziki wako usizidi -6 dB kabla hujafanya mastering, ili tupate headroom nzuri ya kwenda kufanya mastering. Over 6 dB ukienda huko labda umefanya mixing na nini, alafu mwisho wa siku unakuta pale kwenye master pana peak mpaka 0 dB, ndugu yangu, sasa unaenda kufanya mastering, unafanyaje mastering? Hakuna nafasi ya kufanyia mastering. Nadhani tumeelewana. Na hii husaidia mixing engineer kufanya kazi bila kusababisha distortion. Nadhani tunaelewana. Jinsi ya kufanya gain staging hatua kwa hatua. Hii ni jinsi ya kufanya gain staging hatua kwa hatua. Kitu cha kwanza, rekodi bila clipping. Hapa ndo watu wanapofeli. Hapa ndo watu wengi wanaanzia kuharibu. Rekodi bila clipping. Yaani kwenye, kwa mfano, una rekodi vocals kwenye sound card yako, ile input gain ya mic pale,
usiweke input kubwa sana, yani kiasi cha kwamba mziki una peak, yani vocal mtu anaimba vocal zimezidi 0 dB, yani sauti. Kwa mfano wanaotumia sound card za Focusrite, zile sound card ya Focusrite inakuwa ina taa pale inawaka, kuna kijani, kuna njano, kuna nyekundu. Kijani ni safi, njano inakaribia kuclip, nyekundu maana yake tayari isha clip. Kwa hiyo hakikisha kwenye gain yako pale vocal yako inacheza kwenye rangi ya kijani, isifike kwenye nyekundu na kwa ushaharibu. Yani kifika tu kwenye nyekundu, kiwaka pale ta nyekundu maana yake imesha clip. Na utaona hata kwenye DAW yako huko ndani kwenye programu yako pia utaona kuna taa zinawaka nyekundu. Yani muziki wako hiyo input yako unayoingiza kama ni vocal imeclip, au gitaa unarekodi gitaa umeweka gain kubwa inawaka taa nyekundu, maana yake hapo umeshakosea. Umeona? Kwa kitu cha kwanza hakikisha unarekodi bila clipping. Hakikisha input gain haizidi 0 dBFS. Haizidi 0. Nadhani tumeelewa. Na ya pili ni kwamba adjust gain ya track kabla ya plugin au input gain. Adjust gain ya track kabla. Umeshawahi unaona ukiwa una rekodi pia, kwa sababu hapa mtu anaweza kazingatia tu kwamba isizidi, lakini pia hata ikipungua. Kwa kama iko chini sana, hakikisha una adjust gain yako isipungue sana, kwa sababu ukirekodi, kwa mfano una rekodi vocals, umerekodi kwa gain umeweka ndogo, kwa sababu mimi nimekuambia eti haitakiwi kuzidi 0 dB, basi ukajiongeza ukasema ngoja nipunguze kabisa, ukapunguza sana, maana yake hiyo itaondoka na noise. Ukija baadaye kuinua ile vocal au gitaa au nini chochote unachorekodi, maana yake unakuja kuinua na noise. Sasa tunaelewana. Kitu cha tatu, angalia mita za plugin. Usiruhusu clip ndani ya compressor, EQ au effect yoyote. Ukiwa unafanya mixing yako kwenye zile plugin, labda umeweka compressor, EQ au nini, huwa pia mule kuna zile gain zile, na huwa zina clip pale, kama ni rangi huwa zinawasha taa ikiwa imeclip. Hakikisha hakuna clipping yoyote kwenye plugin zako. Kitu cha 4, tumia trim tool au gain plugin kuweka track kila moja kwenye level sahihi. Sasa ikitokea ndo tayari umeshajichanganya, umerekodi vitu katika viwango siweza chini sana au juu sana. Kuna kitu kinaitwa gain plugin au trim tool, kuhakikisha kwamba una balance level zako, sawa. Usitumie zile output, tumia gain, kwa sababu gain stage hapa tunahakikisha kwamba kiwango kilichoingia kinaingia kwa usahihi, sio output. Sasa utaanza kucheza na master fader, utaanza kucheza na zile faders za output. No, usicheze na output faders, tumia gain stage. Nitaenda kukuonesha ndani gain ni ipi, ya gain input ni ipi na gain output ni ipi. Nitaenda kukuonesha tofauti ya hizi na zinafanyaje kazi. Lakini pia wanasema angalia master meter, hakikisha inabaki kati ya -10 dBFS mpaka 6 dBFS, usizidi hapo ili tupate headroom ya mastering. Njia nyingine wanasema sikiliza wimbo kwa volume ya chini ili kusikia kama kuna distortion iliyojificha. Moja kati ya trick ambazo na sound engineer wakubwa duniani wanatumia, always wanapofanya mixing zao wanafanya mixing kwa sauti ndogo. Usifanye mixing kwa sauti kubwa, ukaweka speaker zako sauti kubwa, kuna vitu huwezi kusikia. Hakikisha unapunguza tu sauti, unaweka sauti ndogo, unafanya mixing yako, utapata mixing kubwa sana. Okay? Ya, nafikiri tumeelewana. Na hapa nimekuwekea pia makosa ya kuepuka wakati wa gain staging. Kuna makosa ambayo watu wanayafanya wakati wa kufanya gain staging. Kitu cha kwanza, kusukuma gain juu sana kwa lengo la kusikia kwa sauti kubwa. Hilo ni kosa, usisukume sana gain. Cha pili, kutumia output gain badala ya input gain. Ndio hicho nilichokuwa nakwambia. Unajikuta imezidi gain, imezidi input gain, lakini wewe unahangaika kupunguza output gain. Hapo maana yake haibadilishi chochote. Nitaenda kuonesha kwa vitendo kule uone namna ambavyo unaweza ukashusha output gain hata mpaka mwisho kabisa, kama umeshusha kila kitu, lakini kwenye mita yako kule bado gain inaonesha ina clip. Nitaenda kuonesha kwa vitendo. Kitu cha pili, kutokuwa na headroom ya kutosha kabla ya mastering. Hili ni kosa hili.
kutokuwa na headroom. Usiruhusu kwenye master yako pale ikavuka negative 6 dBFS. Nimekwambia cheza 10 dBFS mpaka 6 dBFS, usizidi hapo ili tupate headroom kwa ajili ya mastering. Ambacho kitu kingine watu wengi wanafanya mistake ni hapa, kusahau kuangalia levels ndani ya plugin. Ndio kile nimekwambia, hakikisha kwamba kwenye plugin zako hakuna clipping yoyote. Plugin zote huwa zinaonesha pale kama kitu imeclip, inaonesha, inawasha kabisa na taa zao. Kwa hiyo hakikisha umekagua vizuri kila plugin, effect zote ulizoweka kagua, hakikisha kwamba hakuna clipping yoyote. Nadhani tumeelewana. Na hapa pia nimekuletea faida za gain staging sahihi. Ukifanya gain stage sahihi, faida yake wimbo unakuwa mwepesi kufanya mixing. Yaani ukifanya gain staging vizuri, hatua zinazofuata za kuweka plugins na nini, utajikuta tu unaweka plugin afu plugins zinatoa matokeo mazuri mwenyewe mpaka unashangaa. Ni kwa sababu ya gain staging nzuri. Kitu cha pili, plugins zinatoa matokeo bora zaidi. Sio, tunaelewana? Ukifanya gain staging vizuri, plugins zinatoa matokeo mazuri zaidi. Kila chombo kinapata nafasi yake vizuri kwenye mix. Nadhani tunaelewana. Yaani kila chombo kinapata nafasi yake vizuri kwenye mix. Kila chombo kinasikika vizuri, kila chombo kinapata nafasi. Lakini hakuna distortion hata ukiongeza processing nyingi. Yaani ukifanya gain staging vizuri, hata ukiwa unatumia plugin nyingi tofauti, yani processing inakuwa ni nyingi, lakini hakuna distortion yoyote ambayo inaenda kujitokeza. Nadhani tumeelewana. Na ubora wa mwisho ubora wa mwisho wa mixing yako unakuwa wa juu sana. Yani mixing yako inakuwa iko very professional ukifanya gain staging vizuri. Ile final yako output inakuwa noma, yani muziki wako unakuwa very classic. Nadhani tumeelewana. Na hii ndo introduction ya gain staging. Sasa tutaenda kuvisoma hivi vitu vyote tulivyovianzia hapo mwanzo mpaka hapa kwa vitendo zaidi. Tutaingia moja kwa moja kwenye DAW zetu. Wewe kama unatumia Cubase, kama unatumia Studio One, FL Studio na zingine, method ni hizi, yani strategy ni hizi, hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo kana programu yako, mimi nitakuelewesha vitu. Mimi sikukalilishi kwamba ukakalili kwenye Cubase unabonyeza hapa au hapa. Mimi nakufundisha wewe utatumia mwenyewe kwenye DAW yoyote ile. Nadhani tumeelewana. Sasa usisahau kusubscribe, kushare, kualika wenzio, waambie masomo ndio yanaanza kama hivi. Bwana, ni follow katika social media zangu. Kama wewe unataka kuwa noma, hakikisha unabaki hapa. Mimi nafundisha hivi vitu kiprofessional zaidi na nitakufundisha zaidi kwa vitendo. Hii ilikuwa ni intro tu. Sasa tutaingia ndani huko kwenye program, nikuonesha hivi vitu kwa vitendo zaidi. Nitakuonesha mistake ambazo watu wanafanya, nitakuletea sauti ambazo zimerekodiwa vibaya, hizi zimerekodiwa chini sana, nitakuonesha namna gani ya kutatua, au nitakuonesha hayo makosa ili wewe usiyafanye. Waliorekodi, kwa mfano umerekodi vocal imeclip sana, imezidi, nitakuonesha namna gani ya kutatua hilo tatizo, au pia kuonesha hilo kosa ili wewe usije ukalifanya. Yani nitakufundisha vitu professional kabisa. Kwa hiyo kana mimi, subscribe, share, comment, like, niambie hapa kama kuna chochote umependa, kuna chochote umejifunza. Man, bye bye. Tukutane next time.